Ni kweli tumezoea watu wakitumiana katika mitandao ya kijamii makwata ya kimya kimya kutoka nchi zingine. Sasa hii ni ya kwetu. Tunazo. Na zenye ubora. Waje kujifunza hapa na wao. Mtazamaji wa ITV, hili gwaride la kimya kimya. Hamna hata mmoja anayeongea, tunaongea sisi, wao wanafanya vitendo tu. Na unaona mvuto ambao unaendelea kuonekana hapo. Sasa hapo wanakatisha katikati ya silaha. Naam. Tuitegemea wale takriban 40. Angalia kitu wanachokifanya sasa hivi, wanavurushiana vizuri zile silaha, wanavobadilishana vizuri kabisa. Hamna hata mmoja anayeanguka. Hakika lakini na kiongozi wao wanakatisha katikati. Naam, ni wale inaweza kufia katikati. Naam, nataka anarudi tena huyo. Hapo katikati wanarushana, yanakatiza pale pale. Hiyo ndio kwata ya kimya kimya. Hakika hii ni kimya. Na pale wakati akikatisha, kwa bahati mbaya kofia ilivuka. Kwa hiyo imefanywa kurejeshwa tena katika kichwa chake, aendelea na tukio lingine. Angalia wanavyotawanyika kimya kimya mbele Mheshimiwa Rais. Na jinsi mavazi yao walivyokaa, huwezi kugundua yupi ni mwanamke, yupi ni mwanaume. Wote wamependeza, wote wako sawa, hamna anayezembea, wote wako sharp. Naona Mheshimiwa Rais mwenyewe anatamani kutabasamu lakini analizuia. Kwa maana yake anavutiwa na hiki kinachoendelea sasa hivi. Kimya kimya. Na mtazamaji wa ITV, haya ni sema ya mambo tu ambayo yanaendelea kujiri katika viwanja hivi vya Ikulu jijini Dar es Salaam kwenye sherehe ya kukamisheni kwa maafisa wa jeshi 194 ambao wamepata mafunzo ya kutosha kabisa kutoka katika chuo cha kijeshi cha Monduli. Sasa hapa mitembeo, sasa ni wakati wa mitembeo kabisa. Kwa wale watu ambao wanapenda mitembeo, basi hapa ni wakati wake. Ngoja tujionee madoido. Mtazamaji wa ITV, nadhani unajionea, angalia miguu inavyoenda hiyo. Angalia silaha ilivyoshikwa na inavyobadilishwa. Angalia kijana alivyokuwa serious kuonyesha kwamba anatambua anachokifanya. Naam, kwa kweli inapendeza sana. Na tuligundua itapendeza namna hii. Ndio maana ITV tukaamua tufanye matangazo ya mubashara kutoka katika maeneo ya Ikulu ili uweze kuyapata haya, na pia tuko na Lieutenant Suleiman Semunyu kwa sababu ni mwanafamilia ya jeshi, yuko huko. Kwa hiyo mengi tutapata kutoka kwake. Hakika mtazamaji wa ITV, kitu ambacho labda ungeweza kukisikia kwa mbali labda ni mlio wa viatu vyao wakati wakikanyaga chini, lakini vinginevyo hamna sauti yoyote ile ambayo inatoka, kwa sababu hata watu wanaoshuhudia tukio hili wote wamenyamaza na wapo kimya kimya kushuhudia gwaride la kimya kimya. Sasa hapa ni kama robot hapa. Wanaganda pale. Hawasimamishwi na mashine, na wale ni watu. Hakika inavutia. Tuishazoea kuona yale magwaride ya kawaida. Sasa tunapoona gwaride jipya namna hii, na siku zote kipya ni kipya tu. Maana dakika chache zilizopita waliganda kama maroboti. Utajiuliza huyu ataanguka, lakini kumbe ndio hivyo. Ndio gwaride lenyewe hilo. Hapo ukiangalia wanajichanganya na kubadilisha maeneo ya kupita, lakini hawagongani.
na ukiangalia kila baada ya muda, angalia hapo sehemu yenye junction wanapishania, lakini hawagongani. Mtazamaji wa ITV, kila kitu ni mafunzo. Hakika ili gwaride la kimya kimya, mwalimu wao anastahili pongezi, na wanafunzi nao wanastahili pongezi kwa sababu wameweza kutekeleza yale ambayo mwalimu wao amewafundisha. Ni kweli kabisa, ni vijana ambao wanapatikana pale katika kikundi cha, naweza kusema, cha maadhimisho, na hakika hapa sasa namna ambavyo wanatawanyika kutoka huku kwenda huku. Mtazamaji wa ITV, kama alivyosema Semunyo, hao wanapatikana katika kambi ya Abdalla Twalipo. Tunamkumbuka mzee Twalipo, alifanya kazi nzuri sana wakati wa vita vile vya Uganda mpaka kambi ikaja kupachukua jina lake. Angalia wanavyogeuka. Bado ni matukio ambayo yanaendelea, lakini yana mvuto vibaya mno. Angalia silaha ambavyo inapandishwa juu na inavyochezewa, na si kwamba huyo ni unyoya. Hiyo ni silaha na ina uzito. Na ina uzito ambao kwa hakika kama ukifanya mchezo basi unaweza kuikuta iko chini. Lakini angalia namna gani wanaweza kuichezea, kuizungusha, kuibadilisha wanavyotaka. Na hivi ndivyo ambavyo askari ambaye ametimamu, ameiva kimafunzo, anapaswa kuwa na kuchezea kifaa chake, kama ambavyo pengine sisi wana taaluma ya utangazaji na vitu vingine tunavyochezea microphone zetu na vifaa vingine kadha wa kadha katika pendeza, inavutia sana kwa sababu mpaka mheshimiwa rais mwenyewe hana mbavu. Amekubali kwamba amevumilia, lakini ameshindwa. Amelazimika kucheka anavyoona ile gwaride la kimya kimya jinsi linavyopendeza. Haya, mwendo huu hapo, twende. Angalia sasa silaha inavyozungushwa. Gwaride la kimya kimya. Huu ni mkono mmoja. Mtazamaji, hata wewe unaangalia kwenye TV sasa hivi, bila shaka unavutika kuendelea kuangalia hawa maaskari wetu wanavyofanya ile gwaride la kimya kimya, gwaride ambalo ni jipya hapa nchini. Na kwa mujibu wa mwenzangu Luteni Semunyo, amesema kwamba lilianza mazoezi miezi michache iliyopita hapa jijini Dar es Salaam. Ilikuwa ni mwezi Aprili, ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka 2016. Na kama nilivyosema kwamba kundi hili linajumuisha watu 40 na Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu anaona namna gani wanafanya vizuri. Na kuhusisha watu 40 na hapo wameingia 33, na hii inaonyesha namna gani wako vizuri. Na sasa pengine tuangalie namna gani wanakwenda, namna wanavyozungusha silaha mgongoni, wanaipokea huko, wanaendelea. Tunategemea katika sherehe zingine za kitaifa kama zile 9 Disemba, mapinduzi ya Zanzibar 26 mwezi wa 4, tutakuwa tunashuhudia gwaride namna hii. Pengine kawa na maboresho, kwa sababu nakumbuka hao vijana mimi niliwatazama kama miezi minne iliyopita. Niliyoyaona katika miezi minne iliyopita si yale ambayo wameonyesha leo. Wameboresha zaidi. Kwa kila siku wana vitu vipya ambavyo wanaviongeza katika paredi yao. Mtazamaji wa ITV, bado ni matangazo mubashara kutoka katika viwanja hivi vya Ikulu jijini Dar es Salaam kuhusiana na sherehe ya commission kwa maafisa wa jeshi 194 ambao wamefuzu katika chuo chetu cha kijeshi cha Monduli kule mkoani Arusha, na Mheshimiwa Rais akamwambia waje hapa Dar es Salaam aweze kuwa commission, na baadaye mchana Mheshimiwa Rais ataketi nao na kuweza kula nao chakula cha mchana kuwapongeza kwa ajili ya jambo hili zito ambalo wameweza kulifanya kwa maisha yao, kwa taifa la Tanzania na dunia kwa ujumla. Na unachoendelea kuona pichani ni kile ambacho nimekuambia ni gwaride la kimya kimya. Naweza kusema kila kitendo ambacho kinafanyika siku ya leo SEQUISA kinakuwa na maana kubwa katika utendaji wa siku zijazo kwa hawa maofisa wapya, lakini pia na kwa yeyote yule ambaye anapewa kamisheni. Kama ambavyo mkuu wa wilaya anapewa kamisheni yake, lakini pia mkuu wa mkoa na wengine, kuna mambo mengi ambayo anatarajia kuyapata. Kwa hiyo pengine hata hichi chakula ambacho atakula rais na hawa maofisa wapya na chenyewe kina maana yake. Wakati mwingine kuna terminology au msemo unatumikaga kwamba ni wakati wa kula nyama ya twiga. Yaani kwa maana sasa ni wakati wa kula utaifa na Mheshimiwa Rais. Nadhani kingine Semunyu ambacho kimevutia kwa siku ya leo nilichokipenda mimi binafsi ni kwamba kuangalia ile commitment ya Mheshimiwa Rais kwa watu waliopata commission kwa siku ya leo.
Kwa kweli ni cheti ambacho kinavutia kukitizama. Kama ningekuwa mimi binafsi, nadhani hiki ni kwamba ningekitengenezea frame, alafu ingewezekana labda ningekikuza, alafu sebleni ukiingia tunakutana nacho pap, kwamba Mheshimiwa Rais kama appreciate fulani. Ni kweli kabisa, na kama nilivyosema kwamba ni cheti ambacho rais mwenyewe na amiri jeshi anaweka mkono wake. Unapata sahihi iliyopigwa kwa kalamu nyekundu, sahihi yake mwenyewe. Ni dokumenti chache za kibinafsi unazoweza kuzipata ambazo zina sahihi ya rais, kuacha dokumenti ambazo zina ujumla wake, pengine wa majukumu fulani, barua fulani au nini. Lakini hichi ni cheti chako, amekisaini rais mwenyewe, kwako binafsi, kwako wewe binafsi, sio kwa taasisi, sio kwa shughuli au si kwa kampuni. Na anajikomiti kukuelezea jinsi ambavyo amekukubali kwamba kwa sifa hizi na hizi mimi fulani nafanya hivi kwako. Ndio maana hata unasema wakati mwingine tuliwahi kumsikia Mheshimiwa Rais akisema kwamba nimefanya mchujo au nimefanya utafiti wa kutosha kwa hawa ninao wapa nafasi fulani. Kwa hata katika hili na wenyewe mtaratibu unaotumika ni wa namna hiyo, wakisha wanapitia hivyo, kwa sababu kuna sifa ambazo Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe amethibitisha kwamba ameziona kwako. Suleiman Semunyu, kwa faida ya mtazamaji wa ITV anatufuatilia sasa hivi na huko akiendelea kuona gwaride hili la kimya, tumeona katika wale 194 ambao wamepewa commission kwa siku ya leo, kuna mmoja yule ambaye alisomea Uingereza lakini mbidi aje hapa nchini kwa ajili ya kupewa commission namna hii. Kwa taratibu zingine zinakuwaje kwamba wale wa kigeni wa kutoka labda Zambia, Rwanda, Burundi wanapokuwa kwenye chuo chetu, commission tunatakiwa tuwape sisi au watakiwa ende kwao wakapewa na rais wao? Wanatakiwa kwenda kwao kupewa na rais wao. Kwa hiyo hata kama wangekuepo hapa wageni wale, kwa maana leo si siku ya kumaliza mafunzo ambao na wao wangeshiriki, lakini wakati ule wa kiapo ambapo wangenyanyua mkono, wao wale wa kigeni hawatanyanyua mkono. Kama ambavyo huyu ametoka Uingereza kule katika siku yao ya kufunga mafunzo, wale wa Uingereza walinyanyua mkono wakaapishwa, basi yule hakuapishwa. Kwa hiyo na hapa kwetu ni hivyo hivyo, wao hawataapishwa, bali wakirudi kwao ndio wataenda kuapa kwa rais wao kama ambavyo kamisheni inataka. Mtazamaji wa ITV, bado tunaliangalia gwaride la kimya. Tunaangalia jinsi ambavyo hao maaskari wanaonyesha ufundi wa kutumia miili yao, mikono, miguu, tumbo, kichwa na silaha kuzungushwa inavyotakiwa. Na unachokiona sasa hivi kimbiza mzao unaweza kaiangusha hiyo, lakini wenyewe wamefuzu katika ile swala. Anaitupa, anaichezea kama vile anaichezea kwenye fikra, lakini kumbe anaichezea kivitendo. Na nikwambia tu sasa, kuisha miongoni mwa silaha zinazoteleza mkononi ni pamoja na hizo silaha za paredi. Ukiangalia hata namna ambavyo mbaya yake imetengenezwa, ni rahisi kukuchomoka mkononi. Lakini pia wamevaa gloves, ambazo gloves na zenyewe zina kama plastiki fulani ambayo na yenyewe inakusababishia kukuongezea uwezekano wa kuidondosha. Mtazamaji, Mheshimiwa Rais mwenyewe amejishika tama ili aweze kuifuatilia vizuri hii burudani ambayo inafanyika moja kwa moja kutoka kwenye mbele ya macho yake. Anaiona hapo. Sijui nini tena kinachoendelea hapo. Hao kimya. Hapa watarushiana 1, 2, 3. Nini kifuatacho? Utakiona hapo. Sasa hapo ndo kinafika. Hiyo. Safi sana. Inapendeza sana kuangalia kwa macho. Naona commandant amepiga makofi kaona hapa sasa. Safi sana. Tena. Nini tena? Hao. Kila mmoja kama anamvizia mwenzake. Hao wambadilishana. Hao wambadilishana tena. Inapendeza sana. Yaani ni mikono tu ndio ambayo inacheza. Tena unachagua mkono wa kushoto au wa kulia. Na yote anadaka kwa makini mkubwa. Na Mheshimiwa Rais anaangalia sio vijana wangu hawa au hapana, ni wa kwako na ni wa jeshi la wananchi, ile jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Sasa hapo angalia wanavyoipiga, wanavyoigeuza. Kwa kweli hili gwaride kimya inapendeza sana. Hapo. Kadaka.
mrudishie, katisha, kampa. Haya, huyu atageuka. Ni kama vile mchezo wa kuigiza, lakini ni kitu kimoja kinafanyika ambacho ni kizuri sana. Angalia namna ambavyo nilikwambia hili la mchanganyiko wa kwata mbalimbali. Sasa nilikuwa naangalia namna ambavyo wanakata upepo. Nitumie neno kata upepo, nikasema hii inakuwaje? Lakini yote haya ni shamra za kamisheni, maofisa wapya, kundi la 59. Chubwi kashaka kitu sawa, karudi. Sijui anafanya nini pale chini. Unaweza ukasema anafunga viatu, kumbe analake jambo. Hiyo wa mwisho kadaka. Mtazamaji, kwa kweli kila kitu kina mvuto wa kipekee. Kule Uswahilini tunausemi kwamba ukimwona mtu anamkimbiza mwizi kimya, ujue ana jambo baya zaidi anataka kumfanyia yule mwizi. Sasa na hao kwa sababu wanafanya gwaride la kimya, kwa kweli wana vitu vizito zaidi walivyotaka watuonyeshe hapa. Huo ni mkono wa kushoto, unachezea silaha, unaizungusha, utafikiri haina uzito. Na kila mmoja amefanya manjonjo yake. Na ni silaha yenye kilo za kutosha. Hakika, kwa sababu ni chuma ukichanganya na sehemu kidogo zina mbao. Haswa huwezi kuzikosa takriban kilo 3 hapo. Kilo 3 mtu anachezea kwa kidole. Unaweza ukazipata hapo. Kwa sababu hii ni tofauti kidogo na zile ambazo zinatumika kimapigano, ambazo wakati mwingine uzito wake unafahamika zaidi. Kwa hizo wakati mwingine hizi za paredi wakati mwingine na kwa hivyo hapo wanazichezea silaha zao vizuri kabisa.